Rais William Ruto alipanda ndege ambayo hajaonekana nayo, ikiibua maswali kadhaa kuhusu ndege hii ambayo ni tofauti na ndege ambayo yeye hutumia kila siku nchini na barani Afrika. Badala yake Rais Ruto alipanda jeti hii ya kifahari inayojulikana kama Boeing Business Jet BBJ iliyokombolewa kutoka kwa kampuni ya Royal Jets kutoka makao makuu yake Abu Dhabi katika milki za Kiarabu. Kukomboa ndege hii itakugharimu zaidi ya shilingi milioni 2 kwa saa, ikiwa miongoni mwa ndege ghali zaidi duniani. KTN News ilifanya upekuzi na kupata stakabadhi za gharama ya ndege hiyo. Ndege aina ya BBJ-1-A6-RJV inagharimu dola za Kimarekani 1,748,600, ambayo kwa sasa ni zaidi ya shilingi milioni 98 kwa safari ya upande mmoja kutoka JKIA hadi uwanja wa ndege wa Hartsfield International mjini Atlanta, Georgia. Safari hiyo ni ya takriban saa 17, safari ya pande zote ikiwa takriban shilingi milioni 200. Ingawa serikali haijabainisha ni nani anayefaa kulipia gharama hii, duru kutoka katika ubalozi wa Marekani zinaarifu kwamba ni Wakenya wanaolipia gharama hii. Kwa kawaida ndege kama hizi hugharimu zaidi ya shilingi milioni 2 kwa saa, lakini kuna muda pia ambao ndege hizo huchukua mapumziko na kuongezewa mafuta kabla ya kuanza safari tena. Mteja hulipia gharama hizi zote. Ndege hiyo ambayo ilimbeba Rais Ruto iliondoka mjini Abu Dhabi, UAE Jumamosi tarehe 18 Mei saa 3 asubuhi na kusafiri kwa saa 3:30 na kufika mjini Nairobi saa 6:40 mchana. Baadaye ndege hiyo iliondoka katika uwanja wa JKIA saa 3:48 Jumapili, Rais William Ruto na ujumbe wake wakielekea mjini Atlanta, Georgia, Marekani. Hata hivyo ndege hiyo ilitua katika uwanja wa ndege wa Santiago de Compostela nchini Uhispania baada ya kutua mnamo saa 11 asubuhi Jumatatu na kuchukua mapumziko mafupi. Baadaye ndege hiyo iling'oa nanga tena kuelekea mjini Atlanta, ikipiga safari ya saa 8:42 kabla ya kutua katika uwanja wa ndege wa Hartsfield Jackson International Airport. Kwa sura ya nje ndege hii inaonekana ya kawaida tu, lakini taswira ya ndani inaonyesha ukwasi wa aina yake. Viti 34 vya kisasa vya ndege hii vimegawanywa kwa sehemu 3. Ndege hii ina chumba cha kulala, viti vya kifahari na vyombo vingine vinavyoimarisha usalama wa wateja. Haya yanajiri huku serikali ikipanga mbinu ya kununua jeti nyingine ya kisasa ya rais na kubadilisha ile iliyonunuliwa takriban miaka 30 iliyopita.